Batizwa kuwa Mtanzania. Utanzania wetu ni wa kuzaliwa, wakati huo Ukristo wetu ni wa hiari, mafundisho na kadhalika. Ndio maana sisi tunapozaliwa tunaanza kwanza, lazima ubatizwe, kishabatizwa upate komunio ya kwanza, kisha komunio ya kwanza kwa imara, zile unakuja kwenye daraja la mwisho la ndoa takatifu. Basi kama uko kwenye ndoa takatifu unaenda kwenye ubadilisho. Hayo ndio madaraja ya makuu mawili ya mwisho. Ndio hitimisho. Tunatangaza hadharani kuwa tunaungana kikamilifu na waumini wenzetu waliotangulia kupeleka barua kwenye ubalozi wa Vatican, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustin, waliowasilisha barua kwa balozi wa Vatican. Tunasimamia hoja zao kikamilifu na tunasisitiza kwamba Kanisa Katoliki halipaswi kuingiza katika siasa za chama kimoja, hususan ni Chadema, kupitia kauli na mienendo ya padri yoyote. Kwa msingi hiyo, sisi pia tutawasilisha malalamiko rasmi kwa balozi wa Vatican kuhusu Padre Charles Kitima kwa kuingiza kanisa katika siasa za chama kimoja na kuchafua taswira ya kanisa. Na pia tunawasilisha malalamiko dhidi ya Askofu Julius Thaddeus Ruwa'ichi kwa kuwatukana waamini hadharani na kuwavua hadhi ya Ukristo kwa kauli za mimbarini. Tunasema haya kwa dhamira njema ya kulinda kanisa, si kulishambulia. Kanisa Katoliki ni kubwa kuliko mtu yoyote, cheo kimoja au ofisi moja. Kanisa ni kubwa kushinda vyote. Umepata komunio ya kwanza, umepata kipaimara, hivi vitu lazima utavielewa. Biblia inaelekeza kwamba kama kuna tofauti au malalamiko yashughulikiwe kwa hekima na faragha. Kwa hekima na faragha. Yesu anasema, naomba nimnukuu Mathayo 18 mstari wa 15. Hoja zilizowasilishwa Vatican hazijadiliwa. Ni muhimu kusisitiza kwamba chanzo cha mjadala huu ni barua halali iliyowasilishwa kwa balozi wa Vatican nchini Tanzania na waumini wenzetu waliotanguliwa, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustin. Nafikiri yote tuliona waandishi wa habari, waumini wenzetu walitangulia, walipeleka barua Vatican, lakini kama ilipotokea kiongozi wetu wa kiroho akajibu pasipo sisi kupata majibu ya waumini wenzetu kutanguza hiyo barua. Kwa hiyo barua hiyo ilikuwa ni ombi la kanisa kuomba tathmini ya uchunguzi juu ya mwenendo wa Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, anayelalamikiwa kuhusishwa na siasa za chama kimoja cha Chadema. Tunashangaa kumsikia askofu wetu na wengine wakiacha kujadili maudhui ya barua ile na badala yake kuporomosha matusi, kejeli na dharau. Waumini walioamua kupaza sauti kupigania hadhi ya heshima ya kanisa. Hoja ya 5. Zama za viongozi wa dini kutisha na kujiona hawakosei zimepitwa na wakati. Kwa mfano, sisi tupo kwenye maparokia, kuna viongozi ambao mapadri wanatuongoza katika parokia zetu, lakini wana vitu wanavifanya sisi waumini tunakaa kimya. Kile zama zinapitwa na wakati. Mimi nitawapa mfano. Mimi binafsi niko parokia ya Mtoni, nilipokulia parokia ya Mtoni takatifu Bakita pale. Sisi tuna ujenzi wa kanisa. Ujenzi wa kanisa tuna michango kama unavyojua waumini wa Roma. Tunachanga, lakini mwisho wa siku hela zinakuja kuonekana kwenye mahesabu hazipo, nani anaongoza? Kiongozi wa pale. Lakini waumini wanashindwa kusema kwa sababu tulikuwa tumejengewa hofu hiyo kwamba kiongozi wa dini hakosei. Sasa zama za viongozi wa dini kutisha na kujiona hawakosei zimepitwa. Tunasema kwa uwazi kwamba zama za viongozi wa dini kujiona hawakosei, hawaulizwi na wao ndio dini zimepita. Kanisa la leo linahitaji viongozi wanaosikiliza waumini, wanaoheshimu dhamira zao na wanaotambua kuwa kanisa linajengwa juu ya waumini wote, sio juu ya mtu mmoja au ofisi moja. Tunasema bila kuzunguka maneno, padri si kanisa, askofu si kanisa. Kanisa ni waumini na waumini ndio sisi, baadhi yao tuko mbele yenu. Kiongozi wa dini anapaswa kuwa muunganishi wa waumini na jamii, si mtengenezaji wa mikanganyiko. Kanisa Katoliki tunaloliabudu linapaswa kuwa
kimbilio la wote bila kujali misimamo ya kisiasa, si kumbatio la wachache wanaonekana kuwa karibu na mamlaka. Hoja yetu ya 7 tunasema hivi: imani sio utaifa. Imani sio utaifa. Tunasisitiza pia kwamba sisi tulizaliwa wa Tanzania moja kwa moja. Mimi sijafuata mafundisho kwa Mtanzania wala sijabatizwa kuwa Mtanzania. Utanzania wetu ni wa kuzaliwa. Wakati huo Ukristo wetu ni wa hiari, mafundisho na kadhalika. Ndio maana sisi tunapozaliwa tunaanza kwanza, lazima ubatizwe, kishabatizwa upate komunio ya kwanza, kisha komunio ya kwanza kwa imara, zile unakuja kwenye daraja la mwisho la ndoa takatifu. Basi kama uko kwenye ndoa takatifu unaenda kwenye ubadilisho. Hayo ndio madaraja ya makuu mawili ya mwisho. Katika hitimisho tunatangaza hadharani kuwa tunaungana kikamilifu na waumini wenzetu waliotangulia kupeleka barua kwenye ubalozi wa Vatican, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustin, waliowasilisha barua kwa balozi wa Vatican. Tunasimamia hoja zao kikamilifu na tunasisitiza kwamba Kanisa Katoliki halipaswi kuingiza katika siasa za chama kimoja, hususan Chadema, kupitia kauli na mienendo ya padri yoyote. Kwa msingi hiyo, sisi pia tutawasilisha malalamiko rasmi kwa balozi wa Vatican kuhusu Padre Charles Kitima kwa kuingiza kanisa katika siasa za chama kimoja na kuchafua taswira ya kanisa. Na pia tunawasilisha malalamiko dhidi ya Askofu Julius Thaddeus Ruwa'ichi kwa kuwatukana waamini hadharani na kuwavua hadhi ya Ukristo kwa kauli za mimbarini. Tunasema haya kwa dhamira njema ya kulinda kanisa, si kulishambulia. Kanisa Katoliki ni kubwa kuliko mtu yoyote, cheo kimoja au ofisi moja. Kanisa ni kubwa kushinda vyote. Namba 1, membari ya kanisa sio jukwaa la matusi. Kuelewana, membari ya kanisa sio jukwaa la matusi. Membari ya Kanisa Katoliki ni mahala patakatifu palipowekwa kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu, kuimarisha imani ya waumini, kuwafariji wenye huzuni na kuwaongoza waumini katika njia ya mapendo, uvumilivu, mshikamano na imani. Haikuwekwa kwa ajili ya kuhubiri chuki, kuwatisha waumini, kushambulia dhamira zao wala kuwavua hadhi yao ya Ukristo hadharani. Biblia inasisitiza wazi kwamba wahubiri wa Injili wanapaswa kuwa wajenzi wa amani na wapatanishi, si watetezi wa hofu wala watengenezaji wa mgawanyiko. Biblia inasema hivyo. Natoa mfano hapa neno kwenye Biblia tunaona kuna Mathayo 5:9. Naomba ninukuu: heri ya wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu, ikionyesha wazi kuwa kiongozi wa kiroho anapaswa kuunganisha waumini na sio kuwagawa. Pia inasema Biblia, ukifungua sura ya Kolosai 4:6, neno lenu na liwe daima na neema, ikisisitiza kuwa maneno ya viongozi wa kanisa yanapaswa kujenga na kutia moyo, sio kudhalilisha wala kubomoa. Kwa kweli Ruwa'ichi mimi naweza kusema ni baba yangu kiimani, hasa kiimani kwa sababu sisi wakazi wa Dar es Salaam, hasa jimbo kuu la Dar es Salaam, kila baada ya misa au kila kwenye misa lazima tutamwombea Ruwa'ichi ili atuongoze kwa weledi na kwa stahiki. Lakini hiyo kama itoshi, mimi mwanangu amepata kipaimara, Ruwa'ichi ndio alikuwa pale mbele. Sasa kwa maneno makali yaliyotamkwa na madhabahuni yasiyofanana naye katika umaria hiyo, askofu mkuu alitumia maneno mazito na ya kudhalilisha, akiwataja waumini kwa msamiati kama lofa, mpumbavu, njaa, msaliti na ndume wa kuili. Kweli kwa maneno kama hayo yanatoka kwa kiongozi wa kiroho. Maneno haya ni matusi ya moja kwa moja yanayobeba hukumu nzito ya maadili na dhamira, na hayana nafasi katika mahubiri ya Kikristo. Yanapaswa kuongozwa
yanapaswa kuongozwa na upendo na haki. Hasa sisi waumini ambao tumeenda mafundisho yote kwa njia ya komunio, kipaimara, hivi vitu ukijisikia vinatajwa na kiongozi wako wa kiroho, kiukweli lazima ustuke tu. Lakini pia Biblia inaonyesha wazi dhidi ya matumizi ya lugha ya matusi na hukumu. Yesu Kristo mwenyewe anasema, na nukuu kwenye Mathayo 7:1, usimhukumu mtumishi wa mtu mwingine, akisisitiza kuwa hukumu ya mioyo ni ya Mungu pekee. Tunauliza kwa haki, kwa dhamira safi, ingekuwaje kama askofu mwenyewe angeitwa kwa maneno kama hayo madhabahuni? Je, kanisa lingeona hilo kuwa ni fundisho sahihi kwa Injili? Kama yeye kweli aloicha na pita sisi waumini ni maarufu wa kumbavu. Sasa what if sisi waumini tuseme kiongozi wetu yuko kama hapo sisi waumini wake, kanisa lingesemaje? Ni waandishi wa habari wenyewe, kanisa lingesemaje? Kwa hiyo ukirudi kwa maandiko ya kiroho, Mtume Paulo anaongezea, usimhukumu mtumishi wa mtu. Okay, mshesema. Tunauliza kwa haki na kwa dhamira safi, ingekuwaje kama askofu naye angejewa hayo maneno mazito? Kama maneno hayo hayakubaliki yakielekezwa kwa askofu, basi hayapaswi kabisa kuelekezwa kwa waumini. Namba 3, kupingana na kuburuzwa kwa waumini hadharani. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.